Na mtazamaji, natumai mzima popote ulipo na karibu tena katika YouTube channel yetu, kituo nambari 1 kinachozidi kukuletea taarifa za siasa nchini Kenya. Naam, mtazamaji, mwanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi bado hajulikani alipo kufuatia kukamatwa kwake katika taifa jirani la Tanzania mnamo Mei tarehe 19 mwaka 2025. Mwangi aliweza kuzuiwa pamoja na mwandishi wa habari wa taifa jirani la Uganda. Haya yote yaliweza kutokea katika taifa jirani la Tanzania, eneo la Dar es Salaam, wakati ambapo waliweza kuhudhuria kesi ya uhaini wa viongozi wa upinzani katika taifa hilo la Tanzania, akiwemo Mheshimiwa Tundu Lissu. Ila mtazamaji, kwanza kabisa ningependa niweze kuwasihi, tumeweza kugundua ya kwamba idadi kubwa ya watazamaji mnaozidi kutazama video zetu katika YouTube channel hii bado hamjaweza kusubscribe. Hivyo basi tungependa tuweze kuomba support yenu kwa nyinyi muweze kusubscribe, kubonyeza alama ya subscribe, like, comment na kushare. Naam, mtazamaji, hivi sasa katika taifa hili la Kenya gumzo nzito linazidi kushuhudiwa katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii mbalimbali kuhusiana na Boniface Mwangi, mwanaharakati maarufu nchini Kenya, na hivi sasa umaarufu wake kufikia East Africa, Uganda, Kenya na hata Tanzania. Ila idadi kubwa ya nchi ya Kenya hivi sasa wanazidi kuomba uwepo wake uweze kujulikana alipo baada ya kuzuiwa katika taifa la Tanzania, na pia hapo mbeleni aliweza kuzuiwa katika taifa jirani la Uganda. Ila ni vyema uweze kutochia maoni yako kuhusiana na Boniface Mwangi. Subscribe, like, comment na kushare. Asante.